Mpenzi mtazamaji, nipende kukukaribisha katika uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 3, na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni tamathali za semi kutoka katika ndoa, ikiwa ni katika wiki ya Aprili 12 hadi Aprili 18. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutampisha mwalimu George aweze kutubariki kwa ombi. Karibu mwalimu. Asante. Wacha tuombe. Baba yetu aliye mahali pa juu, hakuna Mungu mwingine isipokuwa wewe. Tunakuita wakati huu tunapojadilia neno lako. Bwana, tunaomba Roho Mtakatifu aweze kwa mwongozi wetu. Tusiweze kuingilia na mawazo yetu wenyewe au binafsi, bali Roho Mtakatifu ndiye aweze kutufunulia yale yote ambayo yatupasayo kuyajua, kwa pamoja na wasikilizaji nao pia waweze kubarikiwa. Ni katika jina Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Fungu la kukariri katika juma hili linapatikana katika kitabu ni cha Ufunuo, sura ni ya 19, aya ni ya 9. Inasoma, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya arusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Mwalimu, ikijana tuliweza kukutana na mwana kondoo pale ambako alikuwa ametumika kwa mara ya kwanza, na tuliweza kumtambulisha mwana kondoo ni nani. Kwa hivyo ninakuomba uweze kujiunga pamoja na sisi hadi tamati mwa lesoni hii, ili tuweze kujua karamu hii ambayo imeandaliwa na mwana kondoo ni akina nani ambao watashiriki. Biblia imejaa visa vya upendo vyenye mvuto vinavyofunua vipengele vya wokovu na upendo wa Mungu kwa watu wake. Uhusiano wa karibu zaidi, ndoa, unadhibitika kuwa shule ambapo tukiruhusu kupitia uzoefu wake jinsi Mungu alivyokusudia, tunaweza kugundua masomo ya kina kuhusu upendo wake kwetu, kuhusu uhusiano wetu naye, na kuhusu umbali aliyokwenda ili kutukomboa. Mwalimu, katika siku ya Sabato mchana, sijui kama kuna kitu ambacho kidogo unaweza ukatudokezea pale. Nashukuru ya kwamba lesoni wiki hii inazungumzia juu ya ndoa. Na ndoa ni kitu ambacho kila mtu anaielewa tofauti. Nafikiri si ajabu kuna nchi nyingi kama sasa mimi nimekuja kuelewa ya kwamba katika sehemu zingine ama nchi zingine ndoa sio vile ambavyo Mungu alivyoipanga iweze kuwa. Ndoa inakuwa ni ile tunasema mnasema ni contract. Sijui unasema ya kwamba mnaandikishana, mnaandikiana kandarasi. Mnaandikiana kandarasi. Naam. Ya kwamba tunaoana, lakini hivi ndio vile tutakavyokuwa. Utakapokiuka hii, basi mimi na wewe kwisha. Wakati fulani inaweza kuwa wanaandikiana kwamba ndoa yetu itakuwa kwa miaka 5. Baada ya miaka 5 ikikwisha, kila mtu uko huru kwenda popote uendapo. Kwa hivyo tunapoangalia jinsi ambavyo watu wamekuja na njia tofauti ya kuweza kuelewa ndoa, inakuwa kwamba sasa ile njia ambayo Mungu ama sababu ambayo Mungu aliweka ndoa sasa inakuwa haieleweki kabisa. Na ndio kwa sababu ninashukuru ya kwamba lesoni hii itatuwezesha kuelewa Mungu alipanga vipi alipoanza ndoa. Kwa hivyo lazima tuweze kuchunguza, tuweze kujua hasa Mungu alikusudia nini. Na kiini ambacho kitatufanya tuweze kuchunguza mwalimu ni kama vile ambavyo umesema, kwa sababu siku hizi kuna dhana nyingi potovu ambazo
zimeweza kuharibu uelewa wa ndoa. Dhana za kisasa kuhusu upendo na ndoa zimepotosha uwezo wetu wa kutambua vyema kile ambacho Mungu anajaribu kutufundisha kupitia agano la ndoa. Ingawa hali ya mwanadamu ya dhambi imepotosha sana ndoa na karibu vitu vingine vyote, ndoa bado inaweza kuwa njia yenye mvuto ya kufunua ukweli, hasa ukweli wa kiunabii. Zaidi ya kutufanya tuwe na furaha, ndoa inapaswa kuwa shule ambapo tunajifunza mambo ya kina kuhusu sisi wenyewe na uhusiano wetu na Mungu. Amina. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili yenye mada inayosema mwili mmoja. Mwalimu, kuna sitiari nyingi sana ambazo zimetumika katika Biblia na lazima tuweze kuchunguza tuweze kujua sitiari ya ndoa vile ambavyo imetumika katika Biblia. Lakini kabla ya hata kufanya hivyo, mwalimu, ikijana tulikuwa tukiangazia kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza na tuliweza kuona ili tuweze kuwa wanafunzi wazuri wa Biblia, lazima tuweze kujua mhusika anapotajwa mara ya kwanza ametajwa vipi, ni kipi kinachojiri pale ambapo ametajwa. Na pale ambapo Biblia inazidi kufunua, tunazidi kuona sifa tofauti za wahusika ambao wametajwa kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo kitu kinapotajwa mara ya kwanza, lazima tuweze kuzingatia kilitajwa vipi, kwa sababu tuliweza kusema katika wiki ambayo ilipita kwamba kinapotajwa mara ya kwanza, jinsi ambavyo Biblia inazidi kukielezea, tunazidi kuwa na uelewa hata zaidi. Ni kana kwamba tunazidi kujengeka. Mwalimu, mwili mmoja. Mwili mmoja. Naam. Asante kwa kuweza kutuangazia hapo. Naam. Katika wiki iliyopita nafikiri ndio tuliweza kuzungumzia vitu fulani ambapo ama kuelewa chanzo cha vitu fulani ambavyo tunavyoviona maishani. Naam. Na kwa hivyo ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, hapo ndio mahali ambapo inatufungua macho. Haya yote ambayo tunaendelea kuyasoma kwenye Biblia tunaziona kwanza wapi? Katika kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo. Katika Mwanzo ndio tunaona upendo. Upendo wa Mungu, jinsi ambavyo anatuonyesha jinsi ambavyo anavyopenda nini ulimwengu, ambapo ndio katika Yohana sura ya 3 tena tunaona anasisitiza kwa maana jinsi hii Mungu alifanya nini? Aliupenda ulimwengu. Na katika Mwanzo ndio tunaona kwamba ndio wakati wa kwanza ambao binadamu anafanya nini? Anaasi. Na anapoasi tena hapo katika Mwanzo ndio tunapata ya kwamba kuna kafara inayotolewa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya upendo. Na tunaona hii kafara inatolewa, na katika hiyo kafara tunapata kwamba kuna kifo ambayo tunaona inafanya nini? Ina lazima ya kwamba mtu lazima afanye nini? Kufe, kwa sababu anasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hivyo hivi vitu vyote vile ambavyo umeweza kueleza tunayaona na ameanzia hapo katika kitabu cha Mwanzo. Lakini sasa hapa tunazungumzia juu ya nini? Mwili mmoja, ambayo ni ndoa, ambayo tunaweza tunaizungumzia wiki hii. Na kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 23 na hadi 25 tunapata jambo moja. Sijui kama utaweza kutuongoza hapo. 23 inasema Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Naam. Katika sura hii ya Mwanzo sura ya 2 tunapata ya kwamba Mungu akamuumba Adamu, na alipomuumba Adamu akaona ya kwamba kuna kitu ambacho anafanya nini? Amekosa. Baada ya kuumba Adamu, wanyama na kila kitu, akamwambia sasa, hebu ona haya yote, na akawapatia majina. Lakini Mungu akaona yuko peke yake, na ndiye akasema ya kwamba si vizuri nini?
mtu kuwa peke yake, na ndio Biblia inatuambia kwamba akamweka Adamu aweze kulala. Na katika ile kulala wakati mwingine tunatumia neno la Kiingereza ya kwamba akamfanyia Adamu surgery, yani operesheni, akatoa nini? Akatoa ubavu wa Adamu, kisha akaumba mke. Na alipoumba mke, basi akamwamsha Adamu. Na Adamu alipofungua macho, aliona nani? Akaona mke. Na ndio hapo umetusomea kwamba Adamu alipomwona hivi akasema, huyu ni nini? Huyu ni mfupa wangu na nyama ya nyama yangu. Kwa hivyo huyu ataitwa nani? Ataitwa mwanamke. Kwa sababu gani? Ametwaliwa. Kwa sababu ametwaliwa kwa mwanamume. Tunazungumzia mwili mmoja. Kwa hivyo Adamu akakuwa na kuelewa, wacha nitumie hilo neno, akaelewa ya kwamba hawakuumbwa watu wawili, waliumbwa kitu kimoja. Na ndio akasema ya kwamba huyu alitoka kwangu, kwa hivyo sisi ni kitu kimoja. Na tunapoendelea kuelewa ndoa, tayari hapa tunaona ya kwamba Adamu alielewa ndoa na akajua huyu ni mwili wangu. Lakini sisi, na ndio tunasema ya kwamba Shetani anapiga vita ndoa, kwa sababu jinsi ambavyo tumeweza kuelewa hapo awali ya kwamba watu wameelewa ndoa kwa njia tofauti. Wanaita contract, miaka kadhaa ikikwisha tunaachana. Ama inakuwa kwamba ati pengine tunaandikiana, mali yangu ni yangu, mali yako ni yako. Usiniombe changu na wewe sitakuomba chako. Kuna vitu kama hivyo ambavyo vinaelea. Tunaoana ndio, lakini ukinikosea tu tumeachana. Kuna vitu kama hivyo ambavyo vinatendeka. Na ndio kwa sababu unapata kwamba ndoa imekosa sura ambayo Mungu aliweza kuipatia. Ndoa sasa sio tena jinsi ambavyo Mungu alifanya nini? Aliweza kuipanga. Ndio sababu wakati ambapo Yesu alipokuwa anazungumzia haya, sasa maswali yanatokea. Mafarisayo wanakuja pale. Mathayo 19:9 mwalimu. Mathayo 19, asante. Wanataka kumjaribu Yesu pale, wanataka kusikia mtazamo wake ni upi. Kwa sababu kuna kitu ambacho walikuwa wamekiweka akilini mwao. Mwalimu, Mathayo 19:7 inasema hivi, inasema wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka ya kumwacha? Mwalimu, ni swali ambalo wanauliza. Nani inasema akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Kwa hivyo tunaona kusudi la Mungu tangia mwanzo haikuwa watu waweze kutalakiana, waweze kuachana. Kusudi la Mungu lilikuwa waweze kuishi pamoja. Hilo ndilo kusudi kamilifu la Mungu. Lakini tunaona dhambi inapoingia, mioyo ya watu inapokuwa migumu, kama vile ambavyo imeelezewa hapa, ni kutokana na mioyo yao kuwa migumu, basi kukawa kuna shida. Basi pale ikawa Musa kidogo mambo fulani alikuwa analazimisha kuwe na talaka. Lakini tumeona binadamu ndiye alikuwa na shida. Shida haikuwa na Mungu. Mwalimu, kwa hivyo tunaona tangia mwanzo Mungu ndiye alikuwa muasisi wa ndoa.
Yeye ndiye alikuwa chimbuko la ndoa. Kwa hivyo ndoa mwanzilishi ni Mungu. Ni Mungu. Na vile vile tunaona kuna taasisi mbili ambazo zinaanzishwa katika shamba la Edeni. Taasisi ya kwanza ambayo tunakutana nayo pale ni taasisi ya ndoa, ambayo tunaona shetani anaipiga vita kabisa. Taasisi ya pili ambayo imeanzishwa kule Edeni, mwalimu, ni taasisi ya Sabato. Kwa hivyo hivi vitu viwili ndivyo ambavyo vinapigwa vita sasa, mwalimu. Vinapigwa vita kabisa. Kwa saizi unapata kwamba kuna ndoa ya jinsia moja, kama vile ambavyo tunaelewa. Kuna ndoa ambayo umesema ni ya kandarasi. Kuna kutalakiana kiholela holela. Watu hawajaelewa kusudi la ndoa. Ndiposa inatupasa tuweze kuelewa kusudi la ndoa, ili tutakapokuwa tumeenda katika kitabu cha Ufunuo, mwalimu, tuweze kujua ni vigezo vipi ambavyo tutaweza kujengeka navyo, ama tutaweza kupata mafunzo gani katika kitabu cha Ufunuo ama katika vitabu vingine kwa Biblia. Mwalimu, sijui kama tutasoma Waefeso 5 29 hadi 32 ili tuweze kuona je inakuwa vipi, kwa sababu tunajaribu kuangalia sitiari ambazo zinajitokeza. 29 inasema, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyotendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamuacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Tunazidi kuona vile ambavyo ndoa katika Biblia inavyotumika. Kuna Kristo na kuna kanisa lake. Mwalimu, sijui kama unaweza tudadavulia japo kwa muhtasari kile ambacho umekipata katika Waefeso 5:29 hadi 32. Asante. Naam. Mungu anatupatia kielelezo kupitia kwa nani? Kwa mwanawe Yesu Kristo. Naam. Jinsi ambavyo Yesu alipenda kanisa. Naam. Basi mwanaume pia yapaswa afanye nini? Aweze kumpenda mkewe. Na ndiye anauliza hapa ya kwamba ni nani ambaye anachukia mwili wake? Hakuna. Kila mtu anapenda mwili wake, na ndio kwa sababu hata ukiwa unagonjeka kidogo, umekatwa kisu nini utakimbia kwa daktari, unataka dawa. Unataka dawa nini, waangalie ni waweze kupata tiba. Utaangalia miguu iko namna hii, utasafisha vizuri, utafute viatu uweze kuweka, utunze mwili wako. Kwa hivyo tunapenda miili yetu sisi wenyewe, na kwa hivyo ikiwa unapenda mwili wako, kwa nini usimpende mke wako? Hilo ndio swali ambalo tunajifunza hapa. Tunapozungumzia juu ya talaka ambayo Wafarisayo waliweza kumuuliza Yesu, ni kwa nini Musa aliruhusu talaka? Tunaambiwa kwamba Yesu anajibuje? Ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, mmekosa kuelewa. Musa aliweka talaka kwa sababu aliona kwamba sasa wanaume wamekuja wanagandamiza wanawake, ya kwamba sasa amelewa, hakuna mahali utaenda, sasa utapigwa, utafanywa nini, utadhulumiwa na nini, vitu vyote. Sasa akasema, sasa kama ni hivi bane, kwa nini sasa mke aweze kuishi katika maisha ya kuathiriwa, amepigwa na fanywa nini, kwa sababu sasa hana mahali pa kuenda. Musa akasema, mpe talaka, ndio sasa awe huru, anaweza enda akatafuta mwanamume mwingine. Lakini sasa hapa Wafarisayo wakawa wanaielewa kivingine, ya kwamba wamepewa ruhusa wakati wowote amekosana na mke wake, nimekupatia talaka, kwenda.
na kuleta mwingine na kuleta mwingine na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Sasa ikawa ni ile kuoa na kutu, unaoa na kutu. Lakini Mungu hakuipanga hivyo. Mungu alipanga ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba Mungu anapounganisha, alichokiunganisha Mungu, mtu asikitenganishe. Mtu asije akakitenganisha. Sasa unaposema ya kwamba Musa alipeana ruhusa ya kwamba mtengane, ni kwa nini? Mungu kuanzia mwanzo hapo awali ni kwamba mnapooana mnakuwa kitu, kifo kiwatenganishe. Kifo ndio kiweze kuwatenganisha. Ila katika Biblia tunajua kuna muktadha ambapo tunapata kwamba Yesu anasema kwamba kitu ambacho kinaweza fanya pengine mtu kupewa talaka ni iwapo kuna mmoja ambaye si mwaminifu. Lakini hilo si kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu lilikuwa watu waweze kuishi pamoja. Huo ndio ulikuwa mpango mkamilifu wa Mungu. Mwalimu, kuna ndoa kati ya binadamu na binadamu, na kuna ndoa kati ya kanisa la Mungu na Yesu Kristo. Mwalimu, nilitaka tuangalie tofauti mbili ya ndoa hizi. Tunajua binadamu anapomwoa binadamu ni watu ambao hawajakamilika. Kwa hivyo mwanaume mwanamke hawajakamilika. Lakini ndoa kati ya Yesu na kati ya kanisa na Yesu ni ndoa ambayo kuna mmoja ambaye si mkamilifu, ambaye anakamilishwa na Yesu Kristo ambaye ni mkamilifu. Alafu vile vile tunajua Yesu hawezi akaacha kanisa, kama vile ambavyo tutasoma katika siku ambazo zinakuja. Tunajua ndoa ya kibinadamu wakati wowote mtu akikuwa si mwaminifu unampatia talaka. Lakini tutasoma kisa cha Hosea tuweze kuona ni vipi ambavyo Mungu anatustahimili sisi wa dhambi. Mungu anatutafuta tukiwa bado sisi ni wa dhambi. Na anaweza kutukomboa. Wiki jana tuliweza kuangazia upendo wa Yesu Kristo. Upendo ambao unamfanya yeye mwenyewe kutupenda tungali wa dhambi. Mwalimu, zifuatazo ni kanuni 3 za ndoa. Kwanza, msamehe mwenzi wako hata kama hastahili, kama vile Kristo anavyotusamehe hata kama hatustahili. Pili, mkubali mwenzi wako udhaifu wake na yote, kama Kristo anavyotukubali sisi udhaifu wetu na yote. Tatu, kama vile Kristo alivyotutanguliza, mtangulize mwenzi wako. Ningependa ulipokuwa unazungumza nikakumbuka jambo lingine. Watu wamekuwa nasema mtu kabla pengine hajaoa unamuuliza, kwa nini bado hujaoa? Kwani imekuwa vipi bana? Miaka inaenda anakuambia sijapata nini? Sijapata, wanasema Mr. Perfect ama Miss Perfect. Yani yule ambaye amekamilika. Umezungumzia jambo lingine hapo ya ukatuambia kwamba mwanamume binadamu hajakamilika. Mungu ndiye anamkamilisha. Lakini unapata sisi binadamu tunataka ya kwamba ninaye, ama tuseme mimi ninayetaka kumwoa lazima awe ni mtu amefanya nini? Amekamilika. Sijui kama ni sawa utafuta mtu ambaye amekamilika, ila sisi wenyewe tunajijua hata sisi hatujafanya nini? Hatujakamilika. Sisi ni wenye dhambi, tuko na mashida zetu, lakini napotafuta mchumba natafuta yule ambaye amefanya nini? Amekamilika. Sijui wewe unafikirije kama ni sawa hivyo ama namna gani? Na ndio kwa sababu unapata siku hizi kuna kitu ambao wanaita trial marriage. Wanaita trial marriage, yani ni majaribio mnafanya. Majaribio. Kama kweli huyo ndio yule ambaye ninayetaka amekamilika, kama sio hajakamilika, basi nitafanya nini? Nitamwacha. Kuja tuishi wiki 3 tusomane. Iwapo tutakuwa
tabia zetu zinasikizana tuendelee. Iwapo hazisikizani basi tutakuwa tumejaribu. Sasa hii ndio shida iko pale. Siku ya Jumatatu ni bibi harusi mzuri. Bibi harusi mzuri. Mwalimu, ni mara ngapi umevisikia visa kwamba kuna pengine mtoto amepatikana labda alikuwa ametupwa ama amerushwa kwenye choo ama ameachwa kwenye barabara? Ni mara ngapi umevisikia visa kama hivi? Vinatendeka sana. Ni kumaanisha yule mtu ambaye amejifungua hamtaki yule mtoto, amemwacha afe. Mwalimu, katika kitabu cha Ezekieli sura ni ya 16 kuna kisa kama hiki ambacho kinajitokeza pale. Kitabu ni cha Ezekieli 16. Mwalimu, kuna mambo ambayo tunaweza kujifunza katika kitabu hiki. Naam, Ezekieli 16 tutasoma kuanzia sura ya 4 hadi 14, 15 tuweze kuona inakuwa vipi. Mwalimu, 16:4 inasema, na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa wala haukuoshwa kwa maji usifishwe. Hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Mwalimu, huyu ni mtoto ambaye ametupwa nje ili aweze kufa. Mwalimu, sijui kama mtoto pale mke anapojifungua kitovu kinakatwa hakikatwi? Kinakatwa. Huyu hakukatwa, hakusafishwa, hakutiwa maji ya chumvi yale, zile kaida ambazo walikuwa wakizifanya. Na ukiangalia mwalimu, haswa katika milki ya Kirumi, hii ilikuwa ni kana kwamba birth control. Ilikuwa njia moja ya birth control. Mtoto akizaliwa, iwapo haumtaki unamwacha afe. Wacha tuzidi kusoma. 6 nasema, nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigaagaa katika damu yako. Nalikuambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikuambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Mwalimu, tuzidi kusoma. Nalikufanya kuwa maelfu elfu kama mimea ya mashamba, ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa, ukapata kuwa na uzuri mno. Matiti yako yakaumbwa, nywele zako zikawa zimeota, lakini ulikuwa uchi, huna nguo. Basi nilipopita karibu nawe nikakutazama, tazama, wakati wako ulikuwa wakati wa upendo. Nikatandika upindo wa vazi langu juu yako, nikakufunika uchi wako. Naam, nalikuapia, nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, ukawa wangu. Amina. Mwalimu, ni mtu ambaye amepotea. Mungu ameficha uchi wake, amemsitiri, amemleta karibu na yeye, amemfanya awe wake. Wacha tusome kila ambacho kinajiri. 9 inasema, kisha nikakuosha kwa maji, naam, nalikuosha kabisa damu yako, nikakupaka mafuta, nikakuvika nguo ya taraza, nikakupa viatu vya ngozi ya pomboo, nikakufunga nguo ya kitani safi kiunoni mwako, nikakufunika kwa hariri. 14 inasema, sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako, kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia, asema Bwana. Ameweza kukamilishwa, lakini nani ambaye amemkamilisha? Ni Mungu ambaye amemkamilisha mwenyewe. Kwa sababu 14 nasema, sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako, kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu. Kwa hivyo utukufu wa Mungu uliweza kumfanya aweze kuwa mkamilifu. Mwalimu, kisa cha Adamu kabla ya anguko, tunajua utukufu wa Mungu uliweza kumfanya awe mkamilifu. Lakini pindi tu alipokula lile tunda, akatambua kwamba yuko uchi. Kwa hivyo huyo Mungu amemvisha, amempa uhai, na ameweza kumvisha nguo ili kuficha uchi wake. Lakini kuna kitu ambacho Adamu alifanya mwanzoni,
ambacho alijaribu kutafuta matawi ya miti kujifanyia nguo, ambayo tunasema ni self righteousness. Alijaribu kuleta haki yake, ambayo mwalimu ukisoma katika kitabu ni cha Isaya 60:4-6 inasema matendo yetu ya haki ni kama nguo iliyotiwa unajisi. Kwa hivyo matendo yako hayawezi yakakusitiri. Lazima Mungu aweze kukusitiri ili aweze kuficha uchi wako. Mwalimu baada ya kuwa amefanywa haya yote, kuna kitu ambacho kinatokea 15. Lakini ulitumainia uzuri wako, ukafanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako, ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita, ulikuwa wake. Mwalimu, uzuri ni Mungu amekupatia, ni yeye amekusafisha. Lakini inafika mahali ambapo unasema urafiki wangu na wewe sasa umekwisha, mimi niko salama, sikutaki. Mwalimu ukisoma katika kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati 7:7, tunajua kwamba Mungu hakuchagua taifa la Israeli kwa sababu lilikuwa ni taifa lenye nguvu ama ni taifa ambalo lilikuwa linajiweza. Lilikuwa ni taifa dogo, ila aliweza kulichagua taifa la Israeli liweze kuakisi tabia yake kwa wale ambao hawakuwa wanamjua Mungu. Lakini tunaona kosa ambalo wazee walifanya, wale wazee wa kwanza pale, linarudiwa pia hapa. Kutumainia uzuri wako. Mwalimu ukisoma sura 12 mbeleni tena katika kitabu cha Ezekieli, tunaenda katika kitabu ni cha Ezekieli 28, pale ambapo tunakumbana na shetani ambaye alikuwa meumbwa akakamilika. Lucifer yule pale kabla ya kuwa shetani. Acha tusome Ezekieli 28:17, nayo inasema, moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Kwa hivyo uzuri wake vile vile shetani ndio ambao uliweza kufanya aweze kuanguka. Mwalimu, kwa hivyo kile ambacho shetani aliweza kuanzisha mbinguni anakiendeleza ulimwengu huu. Binadamu anajiangalia, anasema mimi nimekamilika, ila hajakamilika. Mwalimu, sijui ni kipi ambacho uliweza kujifunza kwa mukhtasari? Nafikiri umemaliza hapo. Naam. Na ni kwamba katika lesoni hii tunajifunza jinsi tulivyokuwa kabla Mungu kuweza kutukomboa. Naam. Kwa sababu Ezekieli 16 tueleza jinsi tulivyo, ya kwamba tulikuwa tumetupwa, ikawa ile damu yote, sijui kama kuna watu wale ambao wameweza kumuona mtoto ambaye mchanga ule ametoka kuzaliwa. Hakuna uzuri wowote, mchafu, sijui nini, ukiangalia ngozi yake inakaa tofauti, sijui, lakini tunaambia kwamba Mungu akafanya nini? Akaweza kumuosha, akampea uhai, akampatia uhai, akamsitiri nguo, akamvisha, akawa anavutia mpaka anameremeta. Naam. Sasa hata watu wakiangalia wanaona, hey, huyu ameumbwa akaumbika. Naam. Alafu sasa kwa sababu sasa unaanza kusikia watu wakisema, wewe ni mrembo, wewe ni mrembo. Sasa unaanza kudanganyika. Wanasema kiburi. Naam. Kiburi sasa kinatokea. Alafu sasa unatembea ukiwa mabega hapa yako pale. Unatembea kifua mbele. Naam. Basi sasa unapata jinsi ambavyo umesoma katika Ezekieli 28. Basi tunaona shetani pia vile vile ile kiburi kifanya nini? Akaweza kuanguka. Na ndio Waingereza tu wanasema ya kwamba pride goes before a fall. Yani ile kiburi kinapotokea basi jua kwamba kuanguka kiko pale karibu. Naam. Sasa Mungu anasema ya kwamba baada ya kufanya haya yote na kufanya ukawa mzuri, ukawa kiumbe, alafu tena bado unafanya nini? Unakuja unamgeuka.
unasema kwamba sasa sikutaki tena. Mwalimu, ni mara ngapi sisi wa Adventista wa Sabato tumejipiga kifua mwalimu, kwa kusema kwamba tunatambua unabii wote, tunatambua Biblia yote. Kiburi kinatuingia. Mwalimu, unajua kuna watu ambao ukiangalia kwenye comment section fulani hivi uone vile ambavyo tunajibizana sisi wa Adventista. Nimekuwa nikisisitiza hili. Mwalimu, kuna watu ambao tunaona pengine tumekamilika. Hatuna wa. Sisi ni kana kwamba tumefika mbinguni. Mwalimu, unajua ni kitu kibaya sana pale ambapo unakubali kiburi kiweze kukutawala. Wacha tuweze kuwa ni watu ambao hatuna kiburi. Mungu aweze kutuinua. Amina. Mwalimu, tuweze kumuinua Mungu. Tunajua ni Mungu ambaye anaweza kutufanya tuwe wazuri. Uzuri wetu ni kama kitambaa kibovu ambacho kimetiwa unajisi. Binadamu ujisifie nini? Hakuna cha kujisifia. Na iwapo wiki jana tulisoma kwamba iwapo unajisifia, jisifia unamjua Mungu. Amina. Kwa sababu kuna vitu vingi tu ambavyo watu watajipiga kifua. Ninaelewa Biblia kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. Lakini je, hii Biblia ambayo unajipiga kifua unaijua? Je, unaishi? Ama tu ni kujua? Mwalimu, unajua kujua na kuishi ni vitu tofauti. Kwa hivyo tabia iambatane na matendo. Tabia iambatane na kile ambacho unakiri. Na mwalimu, natumai siku ya Jumatatu ilikuwa namna kama hiyo. Kwa sababu tunajua kwamba tuliumbwa ili kuakisi wema na utukufu wa Mungu. Viumbe wa Mungu wanapodhani kwamba uzuri walio nao ni wao wenyewe, thamani ya uzuri huo inapungua na taabu inangojea. Mwalimu, siku ya Jumanne ni mke kahaba wa Hosea. Mwalimu, sijui unajifunza upendo wa jinsi gani ambao Mungu anatupenda katika kisa cha Hosea na mke wake kahaba. Kitabu cha Hosea, mimi ninapokuwa naisoma kuna maswali nimekuwa nauliza. Na kuna wakati nafikiri tumeweza kuzungumzia hii lesoni. Na kitu cha ajabu ambayo tunasoma katika Hosea sura ya 1 fungu la 2. Hosea anaambiwa na Mungu, sijui kama unaweza soma hapa. Kitabu cha Hosea sura ya 1 fungu la 2. Mungu anamuita Hosea. Na anapomuita anamwambia kitu cha kufanya. Na hiyo ndio kitu cha ajabu. Hosea 1:2 inasema hapo kwanza Bwana aliponena kwa kinywa cha Hosea, Bwana alimwambia Hosea, enenda ukatoe mke wa uzinzi na watoto wa uzinzi, kwa maana nchi hii inafanya uzinzi mwingi kwa kumwacha Bwana. Nchi hii inafanya uzinzi kwa kumwacha nani? Bwana. Alafu sasa Bwana anamwambia Hosea, ondoka, nenda ukatafute mke wa uzinzi na watoto pia wa nini? Uzinzi. Alafu uweze kumtoa, uweze kumwoa. Alafu 3:1 pia inasema Bwana akaniambia, enenda tena mpende mwanamke apendwaye na rafiki yake, naye ni mzinzi, kama vile Bwana awapendavyo wana wa Israeli, ingawa wanaigeukia miungu mingine na kupenda mikate ya zabibu kavu. Asante mwalimu. Hapo inaeleza vizuri kabisa ya kwamba Hosea anatumwa aweze tena, kwa sababu tunapata kwamba kwa sababu ya muda, najua tungeweza kusoma historia ama mafungu yote, lakini kwa sababu ya muda hatuwezi. Lakini tunaambiwa kwamba hata ingawa Hosea alipomtoa huyu mwanamke, akakaa na yeye, akazaa, alafu mwanamke akamtoroka, akaolewa kwingine, akaambiwa nenda ukamlete, tena rudi ende ukamlete, tena akatoroka, tena nenda ukamlete, hivyo. Naam. Ikaendelea hivyo. Anaenda, Mungu anamwambia nenda ukamlete. Lakini kuna funzo ambalo Mungu anapenda tuweze kujifunza hapa. Kwa sababu kwa kweli ni kwa nini Mungu aliambia Hosea? Kwa maana anajua kwamba mtu yeyote, hata wewe mwenyewe ukishajua kwamba huyu mwanamke ni kahaba, naam, hutataka kukaribia naye.
utasema hapana, unataka kwenda kutafuta yule ambaye hajajua nani, hajajua mwanamume. Lakini kuna mafunzo ambayo tunafundishwa hapa ya kwamba hata ingawa huyu mwanamke alikuwa mzinzi, bado Hosea anaambiwa rudi pale, kuonyesha nini? Upendo wa Mungu kwetu. Tumezungumzia juu ya binadamu kutokuwa mkamilifu, na katika hiyo kutokuwa mkamilifu, bado Biblia inatuambia kwamba Mungu akamtoa mwana wake aje afanye nini? Afe kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na ndio tunaambiwa kwamba, nafikiri ulipoanza mwalimu ukazungumzia ndoa kati ya binadamu wenyewe kwa wenyewe na ndoa kati ya Kristo na kanisa. Na kwa hivyo Mungu akamtoa Yesu aje afe kwa ajili ya mke ambaye ni mzinzi, ambaye aliamua kuenda kufanya uzinzi na Shetani. Kwa maana katika Mwanzo tunaambiwa kwamba Shetani alikuja akamwambia kwamba Mungu hakuambia ukweli, ukila hili tunda si ati kwamba utakufa, hakika hautafanya nini? Hautakufa. Na akaweza kumwamini. Na tunapata kwamba hivyo ndo vile imekuwa kuanzia wakati ule mpaka wa leo. Tunapata kwamba wengi wetu bado hatumwamini huyu Mungu, hata ingawa alimtuma Yesu aje afe kwa ajili yetu, bado tunazidi kufanya nini? Kurudi katika nini? Dhambi zetu. Jinsi huyu mke wake Hosea alivyokuwa. Mwalimu, kwa hivyo tunajaribu kuona kwamba Mungu kwa upendo alikuwa amemchagua mke ambaye ni Israeli, ambaye alivunja uaminifu wa ndoa tena na tena. Lakini cha kushangaza sana, alimtoa tena na kumrejesha. Mwalimu, huo ni upendo ambao hauwezi ukaelezeka. Amina. Na ndio kwa sababu sijui niseme vipi, lakini ukiangalia upendo ambao Mungu anadhihirisha, wewe na mimi tunajua kwamba utakaposikia kwamba mke wako ametembea nje, namwambia funga virago. Funga virago nini? Patikana kwenu na nisikuone tena. Naam. Hata ikiwezekana wengine watachukua nini? Bakora. Wamnyoroshe kweli kweli. Hata wengine wanaua mabibi zao. Lakini unaona ya kwamba Mungu hafanyi hivyo, hata ingawa Waisraeli ambao Mungu alichagua, alafu akawatengeneza, akasafisha, akawafanya vyote, bado wanafanya nini? Wanaendelea na kufanya yale ambayo Mungu hapendi. Na ndio tunaona upendo wa Mungu pale. Kando ya binadamu, sisi kama wanaume tunasema mimi sitaweza. Lakini tunasahau ya kwamba ikiwa Mungu ambaye hana ni mkamilifu, ataweza kupenda binadamu kwa njia hiyo. Nawe wewe kama binadamu ambaye uko na makosa, hata wewe pia uko na makosa yako, kwa nini uone makosa ya yule mke wako alafu ufanye nini? Alafu uweze kumtupa mbali? Mwalimu, unajua ukisoma katika Kutoka tunakumbana na Mungu akiweza kuwapatia hawa Waisraeli ambao tunaweza sema ni the wedding vows. Mwalimu, pale mlima Sinai anawaambia, iwapo unanipenda usiwe na miungu mingine. Wanasema ndio. Iwapo unanipenda iheshimu sabato yangu. Ndio. Kidogo tu
baada ya kuwa amesema tutafanya kile ambacho umetuagiza, wanaanguka. Mwalimu, kwa hivyo katika kitabu cha Agano la Kale tunaona Israeli ikianguka, na katika kitabu cha Agano Jipya ambao tukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 17:1-2, Ufunuo 18:1 hadi Ufunuo 18:1 hadi 4, tunakumbana na mwanamke kahaba ambaye ameelezewa pale. Kwa hivyo tunaona Agano Jipya, kanisa la Agano Jipya linarudia makosa ya wale Waisraeli wa Agano la Kale. Kwa hivyo tunajua mambo haya yameweza kuandikwa kuweza kuwa mifano kwa sisi ambao tunaishi katika miisho ya ulimwengu. Kwa hivyo la kufanya ni tuweze kuenda nyuma, tuweze kuona Israeli ilianguka kivipi. Tuweze kupata nasaha kutoka huko. Walipoanguka ni vipi walifanya, ama ilikuwa kuwa vipi. Kwa hivyo tuende katika vitabu hivi tuweze kujua vile ambavyo tunaweza kujifunza. Kitu muhimu hapo ambao tunapata ni kwamba tunaona uvumilivu wa Mungu. Naam. Hata ingawa wale ambao amechagua, ameteua, jinsi ambavyo hata wewe wakati ambapo unafanya ndoa na mke umemchagua kwa hao wote, ukasema sasa huyu ndio wangu. Lakini unaona kwamba hata ingawa anafanya makosa, anafanya hivi na vile ambavyo havikupendezi, Mungu anazidi kutuhurumia, anazidi kutusamehe, na anazidi kuja kututafuta. Na ndio mara kwa mara hata Hosea alikuwa anaambiwa rudi tena, rudi tena, rudi tena. Mungu hakuambia Hosea, sasa kama amerudi huko mwacha ama mwachana na yeye. Rudi tena. Upendo na kuvumiliana. Upendo na kuvumiliana. Kuna lesoni kubwa ambayo tunajifunza hapa. Mwalimu, siku ya Jumatano ni Isaka na Rebeka. Tutaenda moja kwa moja hadi kitabu ni cha Mwanzo 24:1 hadi 4, ambayo inasema basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake, aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali utie mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanaani ambao nakaa kati yao, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu, ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Mwalimu, mbona Ibrahimu amtahadharishe huyu mfanyikazi wake kutomtafutia mwanawe Isaka katika kabila ya Wakanani alikokuwa nakaa, aende katika taifa lake ili aweze kumtwalia mke kule. Mwalimu, ni kipi ambacho tunaweza kujifunza? Alikuwa akihofia nini? Unajua, tunajua Wakanani. Naam. Tunajua ni wale ambao Ibrahimu alipofika katika nchi ambao Mungu alimuongoza, naam, akafika ambaye alimwambia nchi ya ahadi. Naam. Watu ambao alikuwa naishi nao ni Wakanaani, na katika tabia zao ni tabia ambazo hazikuwa zinapendeza. Walikuwa na miungu mingine, walikuwa nafanya mambo ambayo ya kidunia kabisa. Na kwa hivyo Abrahamu anapojua kwamba alichaguliwa na Mungu, aliitwa na Mungu ili kuwa kielelezo ama kuwa tofauti na walimwengu. Ndio kwa sababu Mungu akamwambia kwamba ondoka. Utaenda wapi? Katika nchi ambayo nitafanya nini? Nitakuagiza. Na ndio sasa inafika wakati ambapo sasa amekuwa mzee Abrahamu na kijana wake bado hajaoa, lakini anahofia ya kwamba kijana wake ataweza kuoa mmoja wa hao wanawake hapa Kanani. Wengi wetu tunasema kwamba pengine tunaiangalia kulingana na kikabila. Naam. Tunasema ya kwamba
vile ambavyo Abraham alifanya, hata mimi pia basi ni hivyo, kwamba sitaki mtoto wangu aolewe na kabila ingine tofauti, wa nchi ingine tofauti. Lakini sio hivyo. Abrahamu alikuwa anaangalia imani, ya kwamba isiwe ya kwamba ni mke ambaye atamfanya mtoto wake, imani yake kwa Mungu iweze kufanya nini? Iweze kupotoka. Na ndio kwa sababu akawa amekataa, akasema kwamba mfanyikazi wake aende wapi? Aende huko mahali alikotoka, amtwalie nani? Amtwalie kijana wake mke. Naam, kwa hivyo tunazidi kuona kwamba hata katika ndoa hii ni vizuri mwalimu kuoana watu ambao kidogo mna imani moja, ili msije mkaanza kukwazana. Mwalimu, unajua nimeona ndoa nyingi ambazo Jumamosi labda ni mke anapeleka watoto kanisani, alafu Jumapili mume anawapeleka pia kanisani. Watoto wanakuwa wakiwa wamechanganyikiwa. Kwa hivyo kutokana na nasaha ambayo tunaona hapa katika kitabu hiki cha Mwanzo 24, ni vizuri watu wa imani moja tuweze kuoana, ili kuweze kuwa na uelewa. Kwa sababu unajua huyu ni Muadventista, imani yake ni sawia na yangu. Mwalimu, unajua kuna wengine unaweza fikiria unaoa mtu ili kumbadilisha, na ukasahau kwamba Roho Mtakatifu ndiye anabadilisha. Unapomuoa unakuja unajaribu nguvu zako mwalimu, unajaribu kumbadilisha, unapata inakuwa ni vigumu, kwa sababu binadamu hawezi akabadilisha. Kwa hivyo tuweze kutafuta wachumba wale ambao tuko na imani moja na wao. Amen. Bila shaka tunaona uhusiano na muumbaji wetu, kwa kuwa kwa asili tuliumbwa kwa mfano wake. Tumetenganishwa naye kwa dhambi, lakini bado tunachukuliwa kuwa bibi harusi sahihi kwake. Ingawa kupitia chaguzi zetu tunaweza kuifanya ndoa kuwa na misukosuko zaidi kuliko inavyotakiwa kuwa. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Alhamisi yenye mada inayosema kahaba ahukumiwa. Mwalimu, unajua kila chaguzi ambazo tunafanya zina athari zake. Wanasema kila kitu kiko na consequences. Mwalimu, huyu kahaba, tumeona Mungu amefanya kila kitu ambacho anaweza kufanya kuweza kumuokoa kahaba huyu. Anazidi kumpenda, anazidi kumrudia, lakini ultimately tunajua uamuzi binadamu ndiye ataufanya mwenyewe. Mwishowe binadamu ndiye ana uamuzi, aweze kuchagua uzima au aweze kuchagua kifo. Kwa hivyo inafika mahali ambapo mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo sura ni ya 19 aya ni ya kwanza hadi 9. Mwalimu, kuna karamu ambayo imeandaliwa pale. Anipese kukuomba mwalimu usikose pale. Nataka nikiangalia pembeni naona mwalimu. Sitakosa. Nikiangalia pembeni namuona mwalimu wa lesoni pale. Naam, 19:1 inasema baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu. Kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki, maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi kwa uasherati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, haleluya, na moshi wake ukapaa juu hata milele na milele. Na wale wazee 24 na wenye uhai 4 wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kile kiti cha enzi, wakisema amina, haleluya. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, ninyi mnao mcha, wadogo kwa wakuu. Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema, haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu mwenyezi amemiliki. Na tulifurahi tukashangilia, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejitia tayari. Mwalimu, kwa hivyo kwa nini? Kwa sababu harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa sisi ni watu ambao tuko tayari. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kuna sifa ambazo zitaweza kubainisha wale ambao watashiriki katika karamu hii, ambazo ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 14:1 hadi 4,
tunapata kuna sifa ambazo zitawabainisha hawa. Na vile vile tunajua kwa sababu Mungu ni upendo, na lesoni iliyopita tulisema kwamba upendo huenda sako kwa bako na haki. Mwalimu, hapo unapenda mtu lazima umfanyie haki. Kwa hivyo haki yao itakuwa ni kwamba kahaba atahukumiwa. Kwa hivyo nipende kukusihi popote ulipo pale nyumbani, usije ukakosa katika karamu hii. Amina. Karamu hii kila mtu amealikwa. Ila ukija katika karamu hii lazima uwe umevalia mavazi meupe. Nafikiri umemalizia hapo, na nashukuru kwamba tumejifunza lesoni hii. Kitu ya maana ambao tungependa kujifunza hapa ni kwamba hata ingawa tunafananishwa kama mke wa Hosea, tunapozungumzia hiyo hadithi historia ya Hosea, tunafananishwa kama mke wa Hosea ambaye alikuwa ameingilia nini? Uasherati, uzinzi na vitu kama hivyo. Lakini ikawa kwamba Mungu bado anazidi kututafuta, anatutafuta. Na anapotuleta anatuzungumzia na sauti nzuri, sauti nyororo ya mapenzi, ili tuweze kuona uzuri wake. Na ndipo tunapaswa tuweze kuwa waaminifu kwa Kristo ambaye ndio nani? Ambaye ni Bwana wetu. Na ndio lesoni katika kumaliza ya kwamba kahaba ambaye hakumiwae ni sasa, ikiwa wewe kama yule ambaye Kristo ameweza kuchagua na akafanya haya yote, akakutoa kwenye matope, uchafu wote akautoa, na akakuvisha na ule utukufu wake, alafu bado unazidi kurudi huko, itafika wakati ambapo mlango wa rehema unafanya nini? Unafungwa. Na ndio hapa uliposoma katika kitabu cha Ufunuo, naambia kwamba sasa itafika wakati ambapo sasa huyo kahaba ambaye amemkataa Kristo, sasa mambo yake atakuhukumiwa, na mambo yake itafanya nini? Itakuwa imekwisha. Naam, kwa hivyo kwa kumalizia, tunaona Kristo alipatwa na maumivu yasiyoelezeka wakati jamii ya wanadamu ilipomkataa na kuipatia miungu mingine upendo ambao ni wake. Lakini hata hivyo alijitoa kwa ajili yetu, akilipia yeye mwenyewe kukosa kwetu, uaminifu na uzinzi wetu, ili kwamba tukitubu na kuviacha tupate ahadi ya uzima wa milele. Amen. Kwa hivyo nipende kukuhimiza popote ulipo, unapojikwaa, tunajua mkamilifu huanguka mara saba, lakini kiamuka anasimama. Lakini yule ambaye si mkamilifu akianguka atabaki pale chini. Na tunajua Yesu ndiye anaweza tufanya tusije tukaanguka. Ukisoma Yuda 1:24. Kwa hivyo ni tumaini langu kwamba uweze kushiriki katika karamu hii. Amen. Ili usije ukahusishwa na Babeli ambaye yule kahaba anahukumiwa. Naam. Tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni. Mwalimu, utatutamatishia kwa ombi. Asante. Tunakushukuru Mungu wetu kwa uongozi umetupatia wakati huu na kuweza kutufunulia neno lako. Tunazidi ya kwamba tunapoomba uweze kutusikiza, uweze kutuelimisha, tuweze kusonga karibu nawe zaidi. Upendo wetu uweze kudhihirika katika matendo yetu na katika yote tutendayo, na katika mioyo yetu Bwana, hebu tuweze kukaribisha, uweze kuwa ndani yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina.